Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na ukaribisha katika channel yako nzuri pendwa ambayo tutajifunza mengi zaidi hapa. Karibu nasi tutazojifunza leo. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Tutakuwa nami leo katika kipindi cha lugha ya Kiarabu kujifunza misingi sahihi ya kufahamu lugha ya Kiarabu. Kabla hatujaendelea, niweze kukukumbusha wale ambao bado hawajasubscribe, bonyeza hapo alama ya kengele uweze kutunga mkono tuweze kufikishia elimu zaidi na zaidi. Pia uweze kulike na kucomment, kutupa ushauri tuweze kuboresha vipindi vyetu. Karibu. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Kama nilivyotangulia kujitambulisha, tutakuwa katika kutambua misingi sahihi ya kuweza kuongea lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu, ili uifahamu, kuna ujuzi wa aina 4 au umahiri wa aina 4 ni lazima ufahamu. Ujuzi huo tumekwisha kuzungumza hapo kabla, lakini leo tutakuwa na kitu special na kukazia ile sehemu ambayo hatujaizungumzia. Ujuzi huu uwe na uwezo wa kuzungumza lugha, uwe na uwezo wa kusikiliza taarifa inayozungumzwa, uwe na uwezo wa kusoma na uwe na uwezo wa kuandika. Huo ndio ujuzi wa aina 4 lugha yote inahitajia. Katika lugha ya Kiarabu leo hii sasa nataka tuzungumzie ni namna gani ya kuweza kujenga uwezo wa kusoma. Sio tutazungumzia uwezo mmoja, inshallah siku nyingine tutakuja ongea. Utafanyaje uweze kujenga uwezo wa kusoma neno la Kiarabu? Kuna njia nyingi mbalimbali za kukusaidia wewe kuweza kusoma neno la Kiarabu. Lakini kwa siku ya leo mimi nimekuandalia njia 4 tu au sehemu 4 ambazo ukizizingatia vizuri zitakusaidia wewe kusoma neno la Kiarabu kwa ufasaha vizuri kabisa. Kwa yule ambaye ana nia ya kutaka kujifunza lugha ya Kiarabu, pia itamsaidia kwa yule ambaye ana nia ya kujifunza Qur'ani. Chukua hii, utaona faida yake. Sehemu ya kwanza au njia ya kwanza, unatakiwa utambue herufi. Uzitambue herufi za Kiarabu. Kwa ujumla herufi za Kiarabu zipo 28. Alif, ba mpaka ya. Hizi herufi utambue zikiwa moja moja zinakuwa hivi. Utambue, tukisema kutambua maana yake uweze kuwa na uwezo wa kusoma ile herufi na uitambue umbo lake. Umbo lake labda jim iko hivi, ba iko hivi, utambue. Na hata kama zikachanganywa randomly, basi na ufuate utaratibu katika usomaji, uwe na uwezo wa kusoma. Hiyo ndio njia ya kwanza. Njia ya pili, namna gani utajenga uwezo wako kusoma neno la Kiarabu? Ni kuunganisha herufi. Herufi za Kiarabu zina mtindo mmoja. Zinapokuwa peke yake linakuwa na umbo la asili, lakini inapokuja kuungana na herufi nyingine linabadilika umbo lake la asili na kuja katika umbo lingine. Sawa? Kwa mfano, ba au herufi jim inapokuja kuungana na ba inabadilika umbo lake. Tumezoea jim iko hivi na kitumbo chake cha chini. Inapokuja kuungana na herufi ba, ile tumbo la chini linaungana na bali linaenda kuungana na herufi nyingine. Hiyo ndio herufi za Kiarabu. Kwa utambue namna gani herufi zinapoungana zikiwa 3 3, 2 2 mpaka 4 4, na uweze kuzitofautisha ili unapokwenda kusoma neno kabisa lisikusumbue. Njia ya tatu sasa, uweze kutambua irabu au zile harakati za lugha ya Kiarabu. Uzitambue zile harakati, irabu zake. Zile fatha, kasra, dhamma. Kasra ikiwa juu ya herufi utasoma hivi. Kasra ikiwa chini ya herufi utasoma hivi, na dhamma ikiwa juu ya herufi utasoma katika muundo wa namna kama huo. Hiyo ndio tunasema utambue irabu au harakati za lugha ya Kiarabu. Baada ya kuzitambua hapo, uzitambue zile tanwini, utambue sakna pamoja na mengineyo. Itakusaidia wewe kusoma neno la Kiarabu. Na hatua mwisho kabisa, uweze kutambua kusoma neno la Kiarabu moja kwa moja. Neno la Kiarabu huwezi ukalisoma ikiwa zile hatua za mwanzo ambazo nimetangulia kuzungumza hujazifahamu. Herufi, kuunga herufi, utambue irabu au harakati. Ukishatambua hizi hatua 3 za mwanzo ndo za msingi na muhimu. Hatua mwisho ni kufanya mazoezi mara kwa mara ya kusoma neno zima la Kiarabu. Neno zima la Kiarabu itakusaidia ukiwa unasoma mara kwa mara. Ndio njia hii itamfikia yule ambaye amekwisha tambua hatua zote lakini hawezi kusoma neno. Sasa jitahidi kutafuta misamiati au maneno ya lugha ya Kiarabu, tafuta magazeti au tafuta ili vitabu vya Kiarabu, soma zile herufi, ingia mtandaoni, search, soma ile herufi za Kiarabu, utaona mwenyewe tofauti unapopatikana katika usomaji wa neno la Kiarabu. Hizo ndio sehemu 4 ambazo zitakusaidia. Sasa sehemu zote hizi zinahitajika nini? Utaweza kuzimaster ikiwa hujapata mwalimu. Lazima uwe na mwalimu akusaidie ni namna gani ya kusoma hizi herufi ya kuongoza.
Lakini changamoto ni kubwa, watu wanafahamu. Mfano, anajifunza kupitia kozi ya online. Anatarajia kishaenda kujifunza Kiarabu ndani ya wiki moja au mkishaweza kusoma neno. Hapana, ni lazima zitachukua muda at least mwezi mmoja uweze kuzisoma hizo herufi. Ukishasoma hapo sasa ni wewe mwenyewe kufanya juhudi. Mwalimu hawezi kupasua kichwa kisha akakuingiza ndani uweze kusoma. Hapana. Ile misingi ile kupatia mwalimu kakufundisha. Onesha basi nayo juhudi kutuma sauti, au kama mpo live mnaenda moja kwa moja unasoma hapa na kuelekeza. Ukifanya juhudi ndiyo ambayo itakusaidia kuweza. Usitarajie juhudi ufanye alafu unatarajia mwalimu sasa ndio ambaye awe ni muujiza kwa wewe uweze kusoma Kiarabu. Hapana. Onesha juhudi, mwalimu awe ni asbabu kwa wewe kuweza kufahamu. Kama utahitajia kujiunga nasi katika kozi yetu ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 6, njoo ujiunge nasi tujifunze. Tunafundisha katika kozi level 2. Level ya kwanza ndio kujifunza kusoma na level ya pili ni Kiarabu moja kwa moja. Njoo jiunge nasi LOTC tuweze kujifunza Kiarabu pamoja. Kufikia hapa sina la ziada. Juhudi inahitajika katika kila jambo. Maasalama.